zamani tangu enzi za mababu walizingatia kilimo, wengi wao wakafanikiwa. Ni mhogo ambao sio mchungu, na huu hapa unavyoona unatoa mbegu hivi, maana yake chini kuna mhogo. Ukitoa unatoa mhogo, lakini kwa hesabu zangu ni kwamba tunataka tutalipalia hili shamba ili kusudi mhogo uwe mkubwa. Huyu ni mhandisi Rafael Mlimaji, meneja wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tabora, ambaye pia ni mkulima wa kijiji cha Inara, kata Ndeverwa, manispaa ya Tabora. Kama ni uji, unapiga uji wako na makopa au mihogo ya kutosha. Saa 10 unapiga ka ugali kako safi. Wengine jioni anashushia labda na kaubwabwa kidogo. Huku kaubwabwa ni anasa, sisi ubwabwa ni sikukuu mpaka sikukuu. Kinachonishangaza mimi, kwa nini watu wanisema sema eti pesa napata wapi na hali nzuri ya maisha, wakati mimi mkulima nina shamba la kutosha, ninalima mazao mengi ya chakula na biashara. Mhandisi Mlimaji aliyejisajili kama mkulima na kupewa namba ya mkulima 812 506 228 63 inayomwezesha kupata mbolea ruzuku, amewekeza katika kilimo cha mahindi, mihogo, mtama na ufugaji wa ng'ombe wa kienyeji katika eneo la Inara, nje kidogo ya mji wa Tabora. Na mwaka huu ambao pia kwenye mashamba niliyolima eka 70, kwa hesabu ambazo huwa napata sitakuwa sio chini ya gunia 2000. Uwekezaji huu umetoa ajira za muda kwa wananchi zaidi ya 100 wanaofanya kazi za kupanda, palizi, kuweka viatilifu, kuvuna na kuchunga mifugo. Kupata ajira na mashamba haya ya kilimo, nakuta mtu kwa mfano kama sisi na sisi tunajifundisha hapa kwenye kilimo, kwa sababu wanapokuja wanaleta wataalamu wa bwana shamba, na sisi tunapata utaalamu. Kwa hiyo na sisi huyu bwana yani anatufanisha katika kijiji chetu cha Inara hichi. Naamini mimi nilikuwa mwenyekiti mstaafu wa kitongoji hiki. Nilimshukuru sana, vijana walipata ajira, familia zao kwa kweli zilinufaika, na tunaomba Mungu amsimamie atekeleze malengo yake ili jamii inufaike pale. Ameamua kuwekeza kwenye kilimo kama hatua kujiajiri mara baada ya kustaafu utumishi wa umma. Lengo hasa ni kupata mwanya wa kujiajiri, kwa sababu mimi sasa hivi na miaka 50, bado miaka 10 na staafu. Sasa uwezi kusema ustaafu pale ndo uanzishe vitu kama hivi. Ulianza kulima mwaka gani? Mimi kilimo nimeanza muda mrefu sana, kwa sababu mimi kwenyewe ni mtoto wa mkulima. Nimesomeshwa na kilimo na kufuga. Sio kilimo tu, pia na mifugo yangu ambayo ni ya kienyeji, ambayo ninayo mpaka sasa hivi. Kuna makundi mawili. Ufugaji kama mimi ulianzia kwenye baadhi zilikuwa ni za urisi na zingine niliendelea kununua. Changamoto zipo, kuna magonjwa yanatokea, mifugo wanakufa, lakini mpaka sasa hivi na makundi mawili ambayo pia yanachungwa na ndugu zangu. Yana jumla ya ng'ombe kama 140 hivi ziko kwenye makundi mawili. Zenyewe ziko wapi? Ziko Inara hizo. Zote ziko Inara pale. Na haya mashamba pia yako Inara. Kuna shamba lina eka 2, kuna shamba moja linaitwa Airport lina kilomita 15, kuna shamba moja linaitwa Magereza, yani ni shamba kubwa sana. Kuna mengine ana eka 5, eka 3. Kwa hiyo jumla na heka 70 kwa mwaka huu ambazo nimelima za mahindi. Na heka 1 ya mtama nimepanda, na kwa sababu tunaelekea mwishoni na ile hasa timing, kwa sababu ile haihitaji mvua kubwa, na tunaelekea karibu mwishoni. Na vile vile na mpango wa kulima alizeti kule Sikonge, ambapo ninategemea ndani ya wiki inayoanza kesho nitalima, na yenyewe haihitaji mvua kubwa sana ili iweze kuiva. Na wananchi ambao wanazunguka kwenye ile eneo ambalo wewe umewekeza wananufaikaje na uwekezaji wako? Mimi na pale mashambani wanapata ujira, wanaendesha maisha yao kama kawaida. Unagawaje muda wako kwenye kazi za serikali lakini pia kwenye kazi zako binafsi hizo za shamba na ufugaji? Asante, swali zuri sana. Ni kweli mimi kazini utanikuta, mashambani utanikuta nyakati ambazo nimetoka kazini, isipokuwa kuna mdogo wangu. Yeye hakubahatika kuwa mtumishi wa serikali na ni yuko vizuri. Kimsingi ndio anayefuatilia mashamba. Na kuna watu ambao kimsingi wako pale kwa ajili ya kazi ile, wanakaa pale wanapiga kazi hiyo,
mpaka mwaka unaisha. Kwa hiyo hao watu hapo pale wanapatikana na tunafanya nao kazi vizuri kimsingi. Mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Nilijizatiti nikalima kufana kupona. Wakati ule niliona ninajisumbua. Acheni maneno yenu jamani, enyi walimwengu. Mafanikio yangu nimeyapata kwa kilimo. Pamoja na kilimo na ufugaji, Mhandisi Rafael Mlimaji ameamua kujenga kiwanda cha kuchakata na kusindika kwa lengo la kuongeza thamani ya mazao yanayozalisha katika mashamba yake. Tutakuwa na mashine za aina kadhaa. Tutakuwa na mashine ya kumenya mpunga, kutakuwa na mashine ya kugredi, kutakuwa na mashine ya kufunga, na vile vile tutakuwa na mashine ya kukoboa mahindi, tutakuwa na mashine ya kusaga unga. Na vile vile tunategemea kukamua alizeti na kufanya parking ya alizeti. Na vile vile kitakuwa kinaendelea kadiri tunavyopata mafanikio. Na malighafi ya kiwanda hiki kwa 90% yatatoka kwenye maeneo ambayo mimi nimelima. Humu ndani kama tulivyopitisha, tuna zaidi ya gunia 400 za mahindi ambayo ni ya mwaka jana na mwaka juzi. Na tuna mpunga ambao na gunia 1500. Katika hiyo kuna mpunga ambao pia nilikuwa nachukua kwa watu wanaleta, tunanunua kwa bei ya wakati wa uvunaji. Mpango wa hiki kiwanda kwenye upande wa ajira, nikipiga hesabu haraka haraka, naweza nikajikuta natengeneza ajira labda ya zaidi ya watu 100. Kwa sababu hapa nitahitaji watu wa kusogeza magunia, nitahitaji watu wa kulisha mpunga, nitahitaji watu wa kugredi, nitahitaji watu wengi. Kwa hiyo hapa kutakuwa na ajira. Kwa hiyo tutakuwa tumemsaidia Mheshimiwa Rais ku-create employment kwa watu. Sasa ukishajenga employment kwa watu, tayari umepunguza burden kwa watu ambao hawana kazi. Kwa hiyo unakuwa kidogo umeshachangia pato la taifa, kwa sababu utalipa mishahara na kodi pia utalipa. Atakapomaliza kiwanda, nafikiri tutapata ajira zaidi kwa vijana wangu wa kijiji na watu kwa ujumla katika kijiji changu. Maana pale tutanunua chakula. Yaani tutaendana na mfumo wa jinsi atakavyochakata bidhaa ambazo atawekeza pale. Wamama badala ya kwenda mjini tutachukulia pale. Kama ni unga tutanunulia karibu, kama ni mchele tutanunulia karibu. Nampa big up sana bwana kuleta kiwanda Inala hapa. Tutatusaidia vijana, tutapata ajira. Vijana tutapewa ajira pale, tutapata riziki ya kutusaidia majumbani kwetu. Tunamshukuru sana. Kwa upande wa kilimo hatutaweza kusafisha mazao kupeleka Tabora mjini, tutayauzia Inala awali hapa. Tutakuwa tunachakata magunzi. Yale magunzi tutachakata kwa ajili ya kupata chakula cha wanyama. Yaani yatasagwa, atakuwa unga laini. Tutachukua mashudu mbalimbali, labda ya alizeti yale tunachanganya na ile. Tutatafuta na madini ambayo ni madini joto ya kuchanganya kwenye chakula cha kuku, tutakuwa tunaweka. Tutatafuta na wale konokono tabidi tuwe tunawatafuta kwa ajili ya kuchanganyia kutengeneza pallet ambayo ni chakula cha samaki. Na nikiona soko la kuuza kwenye jamii ya ndege kama kuku, bata linasuasua, maana yake itabidi nianzishe ufugaji kama sio wa kuku basi wa wanyama wanaotumia bidhaa kama hiyo, ambao ni wanyama kama nguruwe. Kwa sababu maeneo ninayo, naenda kule polini kule nikatafute eneo nijenge nyumba ya watu wa kuangalia. Kwa hiyo nitakuwa na walisha ile pumba. Kwa hiyo kiwanda kitakuwa kinachakata haya mazao ambayo ni pumba, zitalisha kitu kingine, kile kitu ndo nakuja na kiuza. Kwa hiyo faida yake nitaipata kule kwenye wale. Ukiuza yenyewe inawezekana ukapata faida kidogo, lakini ukiuza mnyama ambaye umemlisha ile, au nikafuga kuku nikawa naokota mayai nauza, kwa hiyo hiyo ni faida. Kwa hiyo nitakuwa na uhakika wa chakula kipo, kwa sababu kama hivi mmeona mabunzi yanayo ya kutosha. Na mwaka huu ambao pia kwenye mashamba niliyolima eka 70, kwa hesabu ambazo huwa napata zitakuwa sio chini ya gunia 2000, sio chini ya gunia 2000 za mahindi. Sasa gunia 2000 za mahindi ukichukua hapo sio chini ya gunia 500 za pumba takuwa nazo. Sasa gunia 500 za pumba ni nyingi, mwandishi wa habari, kiasi kwamba tayari chakula hicho kipo. Naweza nikalisha nguruwe, nikalisha ndege kama kuku. Ukulima ulianza zamani, tangu enzi za mababu. Walizingatia kilimo, wengi wao wakafanikiwa. Leo
imekuwa kero kunisema mitaani. Cha kushangaza ni nini? Mimi mwana wa Abdalla. Cha kushangaza